Urusi imefanikiwa kufanya jaribio jipya la kombora la nyuklia lenye uwezo wa kuruka umbali usio na kikomo linalojulikana kama M9730 Burevestnik au kwa jina la NATO SSC-X9 Skyfall. Kombora hili linaendeshwa kwa injini ya nyuklia, jambo linaloliwezesha kubaki angani kwa muda mrefu zaidi kuliko makombora ya kawaida yanayotumia mafuta ya kawaida. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, kombora hilo liliruka kwa zaidi ya kilomita 14,000 katika safari iliyodumu masaa 16 likipita njia zisizo za moja kwa moja ili kuepuka kugunduliwa na rada za ulinzi wa anga za adui. Mafanikio haya yameibua hisia kali katika ulimwengu wa kijeshi, huku wachambuzi wakiona kama hatua kubwa katika mbio za silaha za kimataifa. Kombora hili la Burevestnik ni sehemu ya kizazi kipya cha silaha za kimkakati zinazoundwa na Urusi, ikiwemo makombora ya kasi juu. Lengo kuu la miradi hii ni kudumisha usawa wa nguvu za kijeshi kati ya Urusi na Marekani, hasa kwenye kipindi ambacho Marekani inaendelea kuwekeza mabilioni ya dola kwenye mifumo ya ulinzi wa makombora. Tofauti na makombora ya ballistic, kombora hili lina uwezo wa kubadilisha mwelekeo wake mara kadhaa angani likizunguka dunia ili kukwepa rada na mifumo ya ulinzi. Uwezo huu unalifanya kuwa silaha yenye tishio kubwa zaidi, kwani linaweza kushambulia kutoka upande usiotarajiwa, hata kupitia bahari ya kusini au ncha ya kaskazini, maeneo ambayo Marekani haina ulinzi wa anga wa kutosha. Aliyekuwa afisa wa jeshi la Marekani alisema kupitia mahojiano na RT kwamba kombora hili ni mabadiliko ya mchezo katika uwanja wa kijeshi. Alifafanua kuwa kombora hili linaweza kuruka nje ya maeneo ya rada na likabaki angani kwa muda mrefu, jambo linalolifanya kuwa silaha bora ya mashambulizi ya kulipiza kisasi endapo Urusi itashambuliwa. Kwa maoni yake, mafanikio haya yatakuwa pigo kubwa kwa mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kujenga mfumo wa ulinzi wa makombora Golden Dome. Mfumo huu unalenga kulinda anga ya Marekani dhidi ya mashambulizi ya makombora ya nyuklia, lakini anaamini kwa ujio wa kombora hili unafanya mpango huo kuwa mgumu kutekelezeka. Alisema kwamba mifumo ya sasa ya rada na ulinzi wa Marekani imeundwa kwa kuzingatia njia za kawaida za makombora kutoka Urusi, China au Korea Kaskazini, lakini kwa kombora hili Marekani italazimika kufunika anga lake lote, jambo litakalohitaji gharama kubwa na teknolojia mpya kabisa. Tangu Rais Vladimir Putin alipotangaza kwa mara ya kwanza kuhusu maendeleo ya kombora hili mwaka 2018, mataifa ya Magharibi yamekuwa na mashaka makubwa kuhusu uwezekano wa kombora hilo kufanya kazi kwa ufanisi. Wakati huo, baadhi ya wachambuzi wa Magharibi walidai kuwa ni propaganda ya Kremlin. Hata hivyo, tangazo hili jipya la mafanikio linathibitisha kwamba Urusi imepiga hatua kubwa katika teknolojia ya silaha za nyuklia. Licha mafanikio haya, kombora hili limehusishwa pia na matukio hatari ya majaribio, yakiwemo milipuko ya mwaka 2019 karibu na bahari ya White, ambapo wanasayansi kadhaa wa Urusi walipoteza maisha. Tukio hilo lilionyesha hatari kubwa ya kiusalama na kimazingira inayohusiana na matumizi ya injini za nyuklia katika makombora. Lakini pia mchambuzi huyu anaamini kwa mafanikio haya yatabadilisha kwa kiasi kikubwa usawa wa kimkakati wa kijeshi duniani. Kwa maelezo yake, silaha hii inaonyesha kuwa hakuna taifa litakaloweza tena kujihisi salama nyuma ya mifumo yake ya ulinzi wa makombora, kwani Urusi sasa ina uwezo wa kujibu shambulio lolote lile kwa uhakika. Afisa huyu pia alitoa mtazamo wa kijamii kuhusu jinsi mataifa ya Magharibi yatakavyopokea mafanikio ya Urusi. Alisema kuwa jamii ya Magharibi imefika hatua ya kukanusha ukweli wa mambo, jambo analoliona kama ishara ya kuporomoka kwa maadili na mantiki. Kadri jamii inavyokimbia ukweli, ndivyo inavyokaribia kuanguka. Magharibi ipo hatarini kwa sababu imejenga utamaduni wa kukanusha ukweli. Hili ndilo tunaloliona sasa, kukanusha mafanikio ya Urusi katika teknolojia za hypersonic na sasa kwa kombora hili.
Dunia sasa inasubiri kuona iwapo Urusi itaanza uzalishaji mwingi wa kombora hili na jinsi Marekani na ushirika wake watakavyojibu katika kukabiliana na silaha ambayo wengi wanaamini na uwezo wa kubadilisha kabisa mizani ya nguvu za nyuklia duniani.